Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwezi wa Disemba mwaka 2025. Mwezi tunaojifunza mada kuu isemayo mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Leo ni Disemba 5. Na kabla hatujalianza somo letu zuri, hebu tualike uwepo wa Roho Mtakatifu. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe sana. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja tena kujifunza neno lako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aende pamoja nasi. Mahali ambapo tumejikwaa na kutenda dhambi, ukatusamehe, ukatusafishe, ukatutakase. Zaidi sana endelea kuwa pamoja nasi kila hatua tunayopiga. Katika kila jambo tutakalolifanya, tusaidie tuamue kulingana na mapenzi yako. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, na ninakushukuru kwa sababu fadhili zako ni za milele. Enda nasi siku ya leo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema tunaweza kufanya vitu vizuri. Imejengeka katika kitabu cha Warumi sura ile ya 5 aya 6. Neno la Mungu linasema, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Jamii ya sasa inakaribia kwa haraka kufikia hali iliyokuwepo ulimwenguni kabla ya gharika. Watoto wanapoelekea kuwa na umri wa ujana na vijana wa kike na wa kiume kuwa watu wazima, wanaelekea kabisa kuwa wenye kujitosheleza na kukomaa haraka katika maarifa ya uovu. Vijana wa sasa wanapata ujuzi wa uhalifu kupitia kusoma visa vingi vinavyochapwa katika machapisho maarufu. Bila kuthamini kile kilicho chema kwa sababu ni chema, wanaposoma visa vya ujambazi, mauaji na kila aina ya uhalifu, wanasababishwa kubuni njia ambazo wanazitumia kuendeleza uhalifu na kuepuka kugunduliwa. Uchapaji uliopotoka unasaidia kuimarisha ujuzi wa vijana katika njia ambayo itawaingiza katika uangamivu wa milele. Vijana katika miji yetu wanavuta hewa yenye uvundo na chafu ya uhalifu. Kisha mvuto wa uovu unasambazwa nchini na jamii nzima inakuwa imechafuliwa. Baadhi ya watawala wa dunia hawana maadili ya kibinadamu. Hawana shauku ya kuangalia uchapaji wa maandiko haya potovu ambayo yanaongezeka kila mwaka, ambayo hukuza hisia kali za uhalifu na uovu. Visa vyenye maisha ya uhalifu huchapwa kwenye magazeti ya kila siku na machapisho yanayojulikana kwa jina la ufunuo wa mambo yajayo na kuchukuliwa kama ni uhalisia. Kristo aliona pambano tunalo likaribia na ametutumia ujumbe wa kukesha na kuomba tusije tukaingia majaribuni. Anatuonya kwamba na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Ndivyo hivyo itakavyokuwa siku ile atakapofunuliwa mwana wa Adamu. Hatuonywi kuto kujihusisha na shughuli za kibiashara, bali dhidi ya kujilimbikizia yale yaliyo halali, dhidi ya kuruhusu akili zetu kuvutwa na mambo ya dunia yatakayotufanya tushindwe kufahamu mambo muhimu yanayohusu maslahi yetu ya umilele. Tunaonywa dhidi ya kuendekeza hamu ya chakula iliyopotoka, dhidi ya ulaji mbaya, kinaya na ulevi.
Lakini hata katika hali ya uovu ambao upo katika jamii yetu, zipo nafsi zinazoweza kutenda mambo mema. Nafsi zinazowakilishwa na Kristo, kwa mfano wa lulu iliyopotea. Kristo alitoa kila kitu ili aweze kutafuta na kuokoa kile kilichokuwa kimepotea, ili aweze kurejesha lulu aliyoithamini kwa gharama isiyo na ukomo. Tuko tayari kufanya kitu gani ili kuungana pamoja naye katika kazi hii? Je, tutajitoa kwa namna gani? Tunapozingatia kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya mwenye dhambi wakati wa kingali dhambini, inatusaidia kutambua jinsi ambavyo yuko tayari tena mwenye shauku ya kutubariki ili tuwe baraka kwa wengine. The Review and Herald, April 21, mwaka wa 1896. Leo ni Disemba 5, mada ikisema tunaweza kufanya vitu vizuri. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Nikia maisha pasi utulivu. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. Changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako.
tu Yesu.